Katika jiji la Nairobi, aliishi msichana mmoja chokora aitwaye Amina. Amina alikuwa na miaka 20 na alikuwa akiishi barabarani tangu alipofiwa na wazazi wake akiwa mdogo. Kila siku alikuwa akitembea katika mitaa ya mjini, akikusanya chupa za plastiki na kuomba chakula ili apate kuishi. Ingawa maisha yake yalikuwa magumu sana, moyo wake ulikuwa wa upendo na huruma kwa kila mtu aliyekutana naye. Siku moja, Amina alipokuwa amekaa karibu na kituo cha basi, alimwona msichana mdogo akiwa analia sana. Msichana huyo alikuwa amevaa sare nzuri ya shule, lakini alionekana mwenye huzuni kubwa. Amina alimsogelea kwa upole na kumuuliza shida yake. Msichana huyo aitwaye Nadia alimweleza kuwa alikuwa amefukuzwa shule kwa sababu alikuwa amefeli mitihani yake. Nadia alikuwa binti wa bilionea maarufu mjini aliyeitwa Bwana Karanja. Baba yake alikuwa akitarajia afanye vizuri sana shuleni, lakini Nadia alikuwa akipata shida kuelewa masomo yake. Amina, ambaye alipenda kusoma kabla ya maisha kumbadilisha, alihisi huruma kubwa kwa Nadia. Alimwambia asikate tamaa na akaahidi kumsaidia kusoma kila alipoweza. Nadia alishangaa kuona chokora anaongea kwa hekima kiasi hicho. Hapo ndipo urafiki wao ulipoanza, bila kujua kuwa ungeleta mabadiliko makubwa katika maisha yao. Kuanzia siku hiyo, Nadia alianza kukutana na Amina kila jioni baada ya shule. Walikuwa wakikaa chini ya mti mkubwa karibu na bustani ya jiji, huku Amina akimfundisha hesabu, Kiingereza na sayansi. Nadia aligundua kuwa Amina alikuwa na akili sana kuliko hata walimu wengi aliokuwa nao. Amina alimweleza Nadia kuwa zamani alikuwa mwanafunzi bora sana kabla wazazi wake hawajafariki kwenye ajali ya barabarani. Baada ya kifo chao, ndugu zao walinyakua mali yote ya familia na kumfukuza nyumbani. Tangu wakati huo, alikuwa akiishi mitaani bila msaada wowote. Kila siku, Nadia alikuwa akijifunza mambo mapya kutoka kwa Amina. Alianza kuelewa masomo yaliyokuwa yakimsumbua kwa miaka mingi. Alifurahia namna Amina alivyokuwa mvumilivu na na moyo wa kusaidia bila kutarajia malipo. Hata hivyo, Nadia alikuwa akificha urafiki huo kutoka kwa baba yake. Alijua Bwana Karanja alikuwa mtu mwenye kiburi na aliyedharau maskini. Hangeweza kukubali binti yake kuwa rafiki wa msichana chokora wa mtaani. Wakati huo huo, walinzi wa Bwana Karanja walikuwa wameanza kumuona Nadia akiongea na Amina mara kwa mara. Walimjulisha tajiri huyo kuhusu jambo hilo. Bwana Karanja alikasirika sana na akaamua kufuatilia mwenyewe ili kujua ni nani aliyekuwa akikaribia binti yake. Siku moja alasiri, Bwana Karanja alimfuata Nadia kwa siri akiwa ametoka shule. Alimwona amekaa bustanini pamoja na Amina wakisoma vitabu. Aliposogea karibu, alishtuka kuona binti yake anafurahia masomo kutoka kwa chokora wa mtaani. Mimi siwezi kuruhusu binti yangu kuchafua jina la familia yetu kwa kuandamana na watu wa barabarani, alisema kwa sauti kali. Nadia alishtuka sana kumwona baba yake. Amina waliinuka kwa heshima huku akijaribu kueleza kuwa alikuwa akimsaidia tu Nadia kuelewa masomo yake. Lakini bilionea huyo hakutaka kusikiliza. Alimtazama Amina kutoka juu hadi chini kwa dharau kubwa. Wewe chokora, kaa mbali na binti yangu. Unataka kutumia ujanja wako kuingia katika maisha yetu ya kifahari, alifoka mbele ya watu wote. Amina aliumia sana moyoni, lakini hakujibu kwa hasira. Alijaribu kueleza kuwa hakutaka pesa wala utajiri wao. Alikuwa akimsaidia Nadia kwa sababu aliona ana uwezo mkubwa wa kufaulu. Hata hivyo, bilionea huyo alimkatisa na kuamuru walinzi wake wamfukuze Amina kutoka eneo hilo. Nadia alianza kulia huku akimsihi baba yake amsikilize Amina. Lakini Bwana Karanja hakutaka kusikia lolote. Amina aliondoka kwa huzuni kubwa. Kabla hajaenda mbali, alimwambia Nadia asikate tamaa katika masomo yake na aendelee kusoma kwa bidii. Maneno hayo yalimgusa sana Nadia kiasi kwamba aliahidi moyoni kuwa hatoacha urafiki wao. Baada ya tukio lile, Bwana Karanja alimkataza kabisa Nadia kuonana na Amina. Aliwaagiza walinzi kuhakikisha binti yake haruhusiwi kwenda bustani tena.
Pia alimtafutia mwalimu wa gharama kubwa ya nyumbani ili amsaidie katika masomo. Lakini licha ya gharama zote aliyokuwa akitumia, Nadia hakuelewa vizuri kama alivyokuwa akielewa akifundishwa na Amina. Alikumbuka jinsi msichana huyo alivyoelezea kila kitu kwa upole na kwa mifano sahihi. Usiku moja, Nadia aliamua kuendelea kujifundisha kutumia maandishi ambayo Amina alikuwa amemwandikia kwenye daftari. Taratibu alianza kufanya vizuri katika mitihani ya shule. Walimu wake walishangaa kuona maendeleo makubwa alionao. Siku za matokeo zilipofika, Nadia alipata alama za juu zaidi darasani kwa mara ya kwanza maishani mwake. Bwana Karanja alifurahia sana, lakini aliamini ni kwa sababu ya mwalimu aliyemlipa pesa nyingi. Nadia alitaka kumwambia ukweli kuwa msingi wa mafanikio yake ulitoka kwa Amina, lakini aliogopa hasira za baba yake. Hata hivyo, moyoni alijua siku moja baba yake angegundua ukweli. Wakati huo huo, maisha ya Amina yaliendelea kuwa magumu zaidi. Alilala katika vibanda vya zamani na mara nyingi alikosa chakula. Lakini kila alipomkumbuka Nadia akiendelea vizuri shuleni, moyo wake ulijaa furaha. Siku moja, Nadia alikuwa anatafuta kitabu kwenye maktaba ya shule wakati alipokutana na mwalimu mmoja mzee aitwaye Bi Wanjiru. Walipoanza kuzungumza kuhusu masomo, Nadia alimtaja Amina. Bi Wanjiru alishtuka sana kusikia jina hilo. "Unamaanisha Amina Otieno? Yule msichana alikuwa mwanafunzi mwenye akili kubwa kuliko hata walimu wengi niliowahi kufundisha," alisema kwa mshangao. Nadia alimweleza hali ya sasa ya Amina na jinsi anavyoishi mitaani. Bi Wanjiru alisikitika sana na akaamua kumweleza Nadia ukweli wote. Alimwambia kuwa Amina aliwahi kushinda mashindano mengi ya kitaifa ya elimu akiwa mdogo. Alikuwa na ndoto ya kuwa daktari, lakini maisha yalibadilika ghafla baada ya wazazi wake hawajafariki kwenye ajali ya barabarani. Hakuna mtu aliyemsaidia kuendelea na shule. Nadia aliguswa sana na hadithi hiyo. Aliona jinsi baba yake alivyomhukumu Amina bila kujua historia yake. Aliamua lazima afanye kitu ili kumbadilisha baba yake. Jioni ile, Nadia alimwonyesha baba yake magazeti ya zamani yaliyokuwa na picha za Amina akiwa mwanafunzi bora. Mwanzoni Bwana Karanja hakutaka kuamini, lakini baada ya kuona ushahidi wote, alianza kushangaa. Kwa mara ya kwanza alitambua kuwa huenda alimkosea sana msichana huyo. Hata hivyo, kiburi chake kilimzuia kukubali makosa yake haraka. Siku moja, mvua kubwa ilikuwa ikinyesha jijini Nairobi. Nadia alikuwa akitoka shule wakati gari lao lilipoharibika katikati ya barabara yenye maji mengi. Dereva alijaribu kurekebisha gari, lakini hakufaulu. Ghafla, kundi la vijana hunii lilianza kulikaribia gari hilo. Nadia aliingiwa na hofu kubwa. Dereva alikuwa mzee na hangekuwa kupambana nao. Kwa bahati nzuri, Amina alikuwa karibu na eneo hilo akitafuta sehemu ya kujikinga na mvua. Alipomwona Nadia akiwa katika hatari, alikimbia haraka kuwasaidia. Amina aliwapigia kelele wale hunii na kuanza kupambana nao kwa ujasiri mkubwa. Watu wengine waliokuwa karibu walikuja kusaidia baada ya kusikia makelele. Hunii walikimbia huku Nadia akiwa anatetemeka kwa hofu. Katika vurugu hizo, Amina alijeruhiwa mkononi na kuanguka chini. Nadia alianza kulia huku akimshika. Wakati huo, Bwana Karanja aliwasili eneo hilo baada ya kupigiwa simu na dereva. Alimwona Amina akiwa amejeruhiwa huku akijaribu kumlinda binti yake. Kwa mara ya kwanza, bilionea huyo aliona upendo wa kweli wa Amina. Msichana ambaye alimdharau alikuwa tayari kuhatarisha maisha yake ili kuokoa binti yake. Moyo wake ulianza kubadilika taratibu huku akihisi aibu kubwa kwa namna alivyomtendea. Bwana Karanja alimpeleka Amina hospitalini kwa gari lake mwenyewe. Madaktari walimtibu jeraha lake huku Nadia akiwa pembe yake muda wote. Baada ya matibabu, Bwana Karanja aliomba kuzungumza na Amina peke yao. Alionekana mwenye huzuni na mawazo mengi. "Amina, nataka uniambie ukweli. Kwa nini unaendelea kumsaidia Nadia baada ya jinsi nilivyomtendea?" aliuliza kwa sauti ya chini. Amina alitabasamu kwa upole. "Kwa sababu Nadia ni mtoto mzuri mwenye ndoto kubwa. Sikupenda kumwona akipoteza tumaini katika masomo yake." Maneno hayo yalimgusa sana Bwana Karanja.
Alitambua kuwa Amina alikuwa na moyo safi kuliko watu wengi wenye fedha aliokuwa akijuana nao. Bilionea huyo aliinama kichwa chake chini na kusema, nimekukosea sana. Nilikuona kama chokora asiye na maana bila kujua thamani yako. Amina hakutaka kulipiza kisasi wala kumdhalalisha. Alimwambia kuwa maisha yamemfundisha kusamehe. Bwana Karanja alijawa na majuto makubwa. Alikumbuka jinsi alivyomfoka na kumfukuza mbele ya watu. Aligundua kuwa fedha nyingi hazimaanishi mtu ana hekima au utu. Kuanzia siku hiyo, alianza kutafuta njia ya kurekebisha makosa yake na kusaidia maisha ya Amina. Baada ya kutoka hospitalini, Bwana Karanja alimpa nafasi ya kuishi katika nyumba ya wageni ndani ya kiwanja chake. Mwanzoni Amina alisita kukubali kwa sababu hakutaka kuonekana kama anatafuta utajiri.